Tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Mtazamaji, hii ni kauli mbiu ya maonesho ya 88 yanayoendelea katika jiji hili la Dodoma katika viwanja vya Dr. John Malechela. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA wako ndani ya maonesho haya kwa lengo la kukujuza ama kukuonesha bunifu mbalimbali na elimu mbalimbali ambazo zinatolewa na vyuo vya VETA katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mimi kwa jina naitwa Ernest Maranya, ambaye ni mhitimu, nilisoma VETA na kuhitimu mwaka 2017, na baada ya kuhitimu mafunzo yamenisaidia kupata ujuzi ambao umenisaidia mimi mwenyewe kufungua ofisi binafsi. Nimejiajiri na najikita zaidi katika utengenezaji wa mashine za aina mbalimbali zikiwa zinalenga kusaidia jamii na taifa kwa ujumla, ili tuweze kuinuka katika sekta mbalimbali za uzalishaji na kuongeza tija katika uzalishaji, hasa sekta ya kilimo na wafugaji. Na pili, kwa hapa katika maonyesho haya hapa tumewasilisha mashine za aina mbalimbali, lakini hasa mashine ya msingi sana ambayo ningependa kuielezea hapa, ambaye ina matokeo chanya kwa jamii nzima, hasa jamii ya wafugaji na halmashauri mbalimbali nchini zinazohusika na masuala ya mazingira. Tumetoa wazo sisi VETA kwa kushirikiana, tumetengeneza mashine ambayo kazi yake ni kwa ajili ya kupunguza taka zinazozalishwa masokoni, hasa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na aina mbalimbali za miji mikubwa ambayo inaofanya biashara wadogo wanaojihusisha na biashara za vyakula. Kwa hiyo tumebaini kwamba sekta ya mazingira inaelemewa na taka, hasa kwamba wanakusanya mabaki mingi sana ya takataka wanapeleka kwenye madampo. Hii swala tunaweza kulisuluhisha kwa kuzibadili taka kuwa fursa ambayo inaweza kumsaidia mwananchi kwa ajili ya kuinuka kiuchumi. Nataka kufahamu, kwa hiyo zile taka ambazo mnazikusanya barabarani mnazichakata, kinakuwa chakula cha mifugo, si ndio? Asante sana. Inakuwa kwamba hii mashine inaweza kusaga aina mbalimbali za taka. Kwa mfano, tuchukua hii hapa katika miji unakuta mboga kama hizi hapa zilizokwisha ubora wanatupa aina mbalimbali za mazao kama karoti iliyokwisha ubora wanatupa, maganda njegere wakishamenya wanatupa, vitunguu saumu vilivyokwisha ubora vinatupa. Sasa nakuwa hivi, wewe utaenda utakusanya hizi taka kwa sababu zinakuwa zimetupa, zinatolewa bure tu, unachukua bure, unakusanya zote. Ukishazichukua utakuwa na mashine hii hapa hii ambayo kwamba itakusaidia kwa ajili ya kuzichakata. Utachukua hii taka hizi unaziweka ndani ya mashine, utawasha mashine yako. Kuna changamoto mimi. Utawasha mashine yako, hii mashine itaanza kusaga vyakula ya mabaki ya namba mbalimbali. Utanunua mashuru kama pumba ya mahindi, dagaa kidogo, utachanganya, vinasagwa kwa pamoja. Ukishamaliza kusaga mchakato, utalisha mifugo ya aina mbalimbali. Na uzuri wa hii mashine haibagui mfugo, inahudumia mifugo yote kuanzia ng'ombe, mbuzi, kuku, kondoo, nguruwe na aina mbalimbali za mifugo. Wito wangu mkuu ni kwamba nahamasisha au natoa wito kwa mamlaka zinazohusika na mazingira, hasa halmashauri katika majiji mbalimbali, waweze kuwasiliana na VETA makao makuu au kuwasiliana na mimi mwenyewe mbunifu moja kwa moja kwa simu namba 0693516327. Irudie itaje vizuri. Mawasiliano namba 0693516327 au kuwasiliana na VETA makao makuu, ili kwa pamoja tuweze kushauriana na kupeana mafunzo ya aina mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia kuwanufaisha wananchi, hasa kada ya wafugaji, lakini wakati huo kusaidia halmashauri kuweza kukabiliana na tatizo la ukusanyaji wa taka kwa ajili ya kusafisha mazingira. Asanteni sana. Mtazamaji, maajabu yanazidi kuendelea ndani ya banda la VETA. Tunaendelea kukuonesha bunifu za mashine mbalimbali ambazo zimetengenezwa na wahitimu, lakini pia na wakufunzi wa vyuo vya VETA kutoka katika mikoa mbalimbali ambao wamefika katika maonesho haya. Hiki nilichokishika ni mashine
ambayo imepewa jina la Kinyakyusa, inaitwa lugobo, ambayo kwa Kiswahili maana yake kwanyua. Tuko hapa na mmoja wa wakufunzi wa chuo katika banda hili la VETA, ambaye ataenda kutueleza hii mashine ina kazi gani hasa na kwa nini mmeita lugobo. Kwa nini? Waeleze wa Tanzania, lakini pia umetengeneza hii mashine, kazi yake hasa ni nini? Karibu. Kwa majina naitwa mkufunzi Antoni Liochi kutoka chuo cha mkoa wa VETA Mbeya. Hii ni lugobo, maana yake ni kwanyua, ni neno la Kibantu kabisa, neno la Kinyakyusa, maana yake kwanyua au kata. Kwa sisi kama VETA tuliweza kugundua, tukatambua soko baada ya kuona wakulima wengi wanavuna maparachichi, lakini yale maparachichi yanafika chini yakiwa hayana ubora. Kwa hiyo tukatambua mengine yanaanguka, yanapasuka, yanakuwa hayana ubora. Kwa sisi baada ya kutambua hiyo fursa, ndio tukaja tukagundua hichi kifaa cha kuweza kuvunia parachichi. Kwa kama unavyokiona hichi kifaa kina mkasi juu. Kina mkasi juu, na huu mkasi unaweza ukaumuvu vyovyote vile unavyotaka. Unaweza ukaushusha chini ukaupandisha juu. Lakini ina maana ukikata tunda linaangukia humu ndani ya hichi kikapu. Kwenye hichi kikapu, na hichi kikapu ni kama kuna sponge humu ndani. Kwa hiyo lile tunda lako linatoka likiwa liko vizuri kabisa. Sifagili kwa sababu ni kabila langu, lakini mmeona nyenye wenyewe. Hichi kifaa kinatisha. Unapoambiwa kwamba ongeza tija katika bidhaa zako mbalimbali kupitia hii mashine ndani ya banda hili la VETA. Ujumbe wako ni nini sasa kwa wakulima, hususan wale wa matunda? Unawaambia nini sasa kutokana na hii bunifu ambayo umeitengeneza katika chuo chenu cha VETA Mbeya? Kama kauli mbiu jinsi inavyosema kwamba tambua soko, ongeza tija, kwa kauli mbiu ya 20 na 50. Kwa hiyo sisi tumegundua soko na tumeweza kuongeza tija kwa wakulima ili waweze kupata mazao bora kutoka shambani, lakini vile vile bila kuharibu lile zao halisi jinsi lilivyo. Kwa mfano kama parachichi. Yes. Daga fijo. Mgonile. Ni maajabu ya bunifu mbalimbali yanaendelea katika banda hili la VETA. Tunaendelea kukukutanisha na wakufunzi, lakini pia na wahitimu wa mafunzo yanayotolewa VETA kutoka vyuo mbalimbali nchini. Kama unavyojua, VETA ipo katika kila wilaya unayojua wewe hapa nchini Tanzania. Wapo katika maonesho haya. Ubunifu unaofuata ni hili jokofu la kuhifadhia thamani ya zao la parachichi. Hawa ni wabunifu wa VETA kutoka Pwani. Tuko na mkufunzi hapa ambaye yeye kwa upande wake ataenda kueleza kwa nini walitengeneza hii mashine, lakini kazi yake kubwa ni kitu gani. Karibu. Asante sana. Ninaitwa Mwalimu Haji Sinani kutoka chuo cha VETA Pwani. Ni mkufunzi wa fani ya majokofu na viyoyozi au refrigeration and air conditioning. Sisi tumekuja na ubunifu wa jokofu la kuhifadhia thamani ya zao la parachichi, na hii ilitokana na kilio kikubwa cha wakulima wanaolima mazao ya parachichi nchini, wakilalamikia mazao yao baada ya kuvuna hayachukui muda mrefu, yanaharibika kabla ya kwenda sokoni kwa wateja au kabla ya kuyasafirisha kwenda nje kwa ajili ya mauzo. Kwa hiyo mkurugenzi wetu mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore alipotembelea mikoa ya Njombe alikuta kilio hicho, na yeye alikichukua akatuletea chuoni kwetu VETA Pwani, akatupa agizo la kutengeneza jokofu ambalo litaweza kukidhi mahitaji ya wakulima wa zao la parachichi ya mikoa ya Njombe na mikoa mingine inayolima parachichi kwa wingi, ili waweze kuongeza tija kwenye kilimo cha zao la parachichi. Kwa hiyo na sisi tulichukua hiyo agizo kwa kushirikiana na ofisi zetu za kanda ya Mashariki, tukaweza kutengeneza mfano wa jokofu hilo ambalo linaweza kutunza maparachichi kwa muda mrefu. Parachichi lililoiva linaweza kukaa wiki 2 mpaka mwezi mmoja, lakini maparachichi mabichi yanaweza kukaa miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Naitwa mkufunzi Michael Masumbuko, natokea VETA Kionda. Nimetengeneza mfumo jumuishi kwa upande wa uhifadhi wa mazao shamba, ambao tunazungumzia mboga, tunazungumzia matunda, lakini bado tunazungumzia upande wa uhifadhi wa mazao yatokanayo na mifugo. Hapo tunazungumzia nyama, tunazungumzia maziwa,
tunazungumzia mayai, lakini bado kuna upande wa wenzetu, upande wa uvuvi, kwa maana ya kwamba samaki wa Mwanza, lakini pia samaki anayetokana na bahari, namna gani tutaweza kumhifadhi. Kwa hiyo huu mfumo nimeweza kutengeneza baada ya kugundua kwamba samaki zinazopatikana au nyama zinazopatikana kutokana na mifugo na uvuvi, wakati mwingine zinakuwa hazina ladha na wakati mwingine zinakuwa hazina nutrients, imekuwa ishapotea. Nikaamua kuja na mfumo ambao unaweza kuwasaidia sasa wafanyabiashara lakini pia wafugaji waweze kuhifadhi mazao yao kwa ubora zaidi, ili kusudi waweze kuongeza thamani katika mazao ambayo wanayoyafuga, wakitarajia kwamba waweze kupata faida kubwa, kwa sababu thamani ikiongezeka faida itakuwa kubwa, lakini pia wateja wakiongezeka watapata faida, na wakipata faida inamaanisha hawa wafugaji, hawa wavuvi wataweza kuendelea. Lakini pia upande wa wakulima nimekwisha kuanza kufikiria kwamba wakulima wengi wanaivisha nyanya, wakati mwingine wanaivisha karoti, wakati mwingine wanaivisha hoho. Haya mazao yanakuwa na msimu ambao wa kuweza kuivisha. Kwa hiyo yakiiva yanaiva kwa mkupuo yote kwa pamoja, bei inashuka. Nikakaa sasa kuanza kufikiria nitawasaidiaje hawa wakulima kulingana na taaluma ambayo niko nayo na uwezo wa kuwasaidia hawa wakulima. Nikafika sehemu sasa kuanza kuwatengenezea jokofu ambalo wanaweza sasa wakahifadhi mazao yao zaidi ya mwezi mpaka miezi miwili, wakihifadhi mazao yao wakisubiria bei iweze kupanda. Lakini pia ni moja ya suluhisho la kuokoa upotevu wa mazao hapa nchini. Lakini pia ina uwezo wakati wakisubiria bei iweze kupanda. Bei ikipanda, hawa wakulima watapata faida nzuri. Kwa hiyo sasa hili jokofu kwa ajili ya wakulima, kwa ajili ya wavuvi, kwa ajili ya wafugaji ni suluhisho sasa la kuweza kuwasaidia hawa wakulima waweze kuhifadhi mazao yao na kuongeza tija katika bidhaa ambayo wanayoizalisha, kulingana pia na malengo ya nchi yetu ambayo kufikia mwaka 2050 nchi yetu wakulima waweze kulima, lakini pia waongeze tija katika mazao yao. Sasa tumeanza VETA kuweza kuwaongezea tija wavuvi, kuweza kuwaongezea tija wakulima, lakini pia kuweza kuongezea tija wafugaji katika bidhaa ambazo wanazozalisha.